Urusi na Ukraine zimebadilishana mamia ya wafungwa ambayo ni sehemu ya tatu na ya mwisho ya mapigano ya mpango huo ambao unaashiria hatua isiyo ya kawaida ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, mataifa hayo yameshindwa kufikia makubaliano ya kusitisha vita vyao vilivyodumu kwa miaka mitatu sasa. Saa chache kabla ya zoezi hilo lililofanyika, mji wa Kyiv na maeneo mengine ya Ukraine imepitia mashambulio ya angani kutoka Urusi ambayo yamesababisha mauaji ya watu 12 huku wengine wakijeruhiwa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Ujerumani Alexander De Bryont amewasilisha kwenye baraza la mawaziri sheria ya kuzuia familia kuungana tena ambayo itawaathiri baadhi ya wakimbizi. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo imesema sheria hiyo imeafikiwa kwa makubaliano wakati wa kuunda serikali ya mseto kati ya muungano wa vyama vya kihafidhina unaoongozwa na kansela Friedrich Merz wa chama cha Social Democrats cha SPD. Alexander amesema serikali imeazimia kuziba mianya inayowezesha watu kuingia nchini humo kwa urahisi na kuonesha kwamba sera ya uhamiaji katika taifa hilo imebadilika. Hadi sasa watu wapatao 1000 kwa mwezi wamekuwa wakiruhusiwa kuingia nchini Ujerumani kuja kuungana na familia zao. Naam, tupate uchambuzi wa kina wa taarifa hizi ambazo nimekusomea na tunaye hapa Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Ibrahim, karibu sana. Shukrani sana. Tuanze na hii ya Ujerumani, sheria mpya ya Ujerumani ambayo sasa kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawaathiri watu ambao wanatoka Tanzania na maeneo mengine. Awali ilikuwa ni kwamba wale watu ambao walikuwa wakimbizi wakaishi Ujerumani kwa muda mrefu, lakini familia zao bado ziko maeneo walikotoka, kulikuwa kuna utaratibu wa kuunganisha familia zao. Lakini sasa sheria hii inakwenda kuzuia hilo kufanyika. Nini athari yake? Kama itabadilisha? Athari ni kubwa kwa sababu kadri siku zinavyokwenda nadhani tunaona rangi ambazo zilikuwa zimefichwa na lengo kubwa hasa ni kuzuia wahamiaji. Wahamiaji ambao unafahamu kuwa wewe unaweza ukatoka hapa ukaenda kule ukaishi labda miaka 10 au miaka 7, lakini labda unakuta uliacha familia, watoto, mke na nini. Kwa sheria zilizokuwepo kuwa tayari mimi nina uraia wa kule, naweza nikawasilisha baadhi ya maelezo sahihi kuwa kuna watu fulani au mtu fulani mimi ndio tegemeo, yani ananitegemea mimi kwa kila kitu, mtoto wangu, labda mke wangu au nini. Kwa hiyo sheria ilikuwa inaruhusu baadaye mnakuja mnaungana. Sasa kitendo cha kuweka hii sheria kuwa hakuna tena uwezekano wa huyu kuja huku ni mwendelezo wa naweza kusema right wing, ni mrengo wa kulia mkali ambao sasa tunaushuhudia vita ya uhamiaji. Yani hii lengo kubwa ni kuzuia wahamiaji, na imelengwa ni sehemu mbili. Ukitazama ni Mashariki ya Kati na Afrika. Ndio utakuta hii hesabu iko hapo kuwa tunazuia watu kuja kwetu. Yani wanashindwa kutuambia moja kwa moja tu kuwa sasa hatuwataki kabisa mje kwetu. Kwa hiyo wanatunga baadhi ya sheria kwa sababu alivyozungumza Donald Trump mfano kwenye sheria ile ya kusema kuondoa ile haki ya uraia wa kuzaliwa ambayo ilikuwa ikitumika zaidi karibu miaka 100 inatumika Marekani, haki ile lengo ni hilo kuwa nani atakuja kuzaliwa hapo kama sio mhamiaji au mgeni kuja pale, kudhibiti wageni. Yani hatutaki wageni, ndio lengo kubwa. Sasa ukitazama hizi serikali ni kwamba sasa hivi hizi serikali za mataifa makubwa ni kama vyama vya kihafidhina vinapata nguvu. Ukiangalia Marekani wamechukua wahafidhina, Ujerumani hapo katikati, lakini pia wanaelekea hata Italia. Ukiangalia Ufaransa imekuwa half by half, imekuwa ni nusu na wahafidhina. Kina Marine Le Pen wamekuwa wakipata nguvu kubwa. Wana nguvu. Austria ni Uingereza tu kidogo angalau wametoka wahafidhina wameingia, na kwa sababu wahafidhina waliharibu waliberali. Ni kwamba watu hasa kutoka Afrika hawatakiwi kwenye haya mataifa ya Ulaya, sio? Bila shaka unaweza kusema kuwa hawatakiwi, lakini hawawezi kutuambia moja kwa moja kwa sababu itaathiri vitu vingi. Kwa sababu wao walishatuweka kwenye mstari wa kutuaminisha kuwa wao ni watu wenye haki sana, watu wanapenda watu wafuate sheria, lakini kile wanachokiongea mara nyingi na vile vitendo vyao haviendani na uhalisia, kwa sababu leo
nimetimia miaka 5 toka kifo cha yule Floyd Marekani. Nakumbuka maandamano yale makubwa wakati wa Biden. Hata hukumu ya Floyd iliyotolewa kwa ule ubaguzi uliotokea mpaka leo imebaki kuwa ni malalamiko makubwa kwa watu, kuwa kwa nini hukumu yake ilikuwa vile, wakati picha ya video ilionekana kuwa kwake kulikuwa kwa kukusudia, lakini hukumu yake aliambiwa kuwa ameua bila kukusudia. Aliyakuwa mtu amemkandamiza chini, analalamika kuwa nakosa pumzi, nitakufa, siwezi kupumua, lakini matokeo ya hukumu yalitoka kinyume na kile kilichoonekana. Kwa hiyo ule ubaguzi upo kiwango cha hali ya juu. Sasa wameshindwa kwenye ubaguzi kwa sababu hawa kila siku wanakuja, wapo wanashika nafasi muhimu. Sasa tunafanya nini? Ni lazima tuwadhibiti moja kwa moja kutokea kule, kuwa ima tuwahamishe kurudi huku, sababu kama we mfano ulikuwa na familia iko huku tayari, upo kule unaishi, mwisho wa yote utaamua kurudi kwenye familia. Hautosema sasa utakaa, baada ya muda utaondoka. Kwa hiyo kukwepa kile kizazi ambacho wanakiogopea kuwa huenda kikaja hapa. Na unajua Afrika sisi tukihamia huko, au watu kutoka Mashariki ya Kati wanazaa watoto wengi tofauti na wao inakuwa. Kwa hiyo baada ya muda fulani kuwa wao watakuwa wachache, alafu wahamiaji watakuwa wengi sana. Kwa hiyo ukiangalia hii sera ya right wing kama ulivyosema, kuwa ukiangalia Ulaya, mfano Ulaya katika uchaguzi uliomalizika mwaka jana, ule wa bunge la Ulaya, ndio uliweka ukashangaza kabisa, ndio usababisha Ufaransa ikarudi kwenye uchaguzi mkuu, kwa sababu vyama vya mrengo wa kulia vilifanya vizuri sana, na vyama vingi vya Ulaya vya mrengo wa kulia vita yao kubwa sana na uhamiaji. Hatutaki wageni, yani ndio sana swala kubwa kuliko lolote, kuwa hatutaki wageni. Kwa hiyo ndio shida imekuwa hapo. Sasa tutazame kinachoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Baada ya kuiangalia taarifa hiyo, ni kwamba sasa hivi inaonekana kilichokuwa kinatarajiwa kwamba kinaweza kikaleta matumaini ama kikaonyesha mwanga kuhusu kumalizika kwa mapigano, bado hali ni tete, japo tunaona kuna baadhi ya mambo ambayo yanaleta matumaini kidogo. Kwa mfano kubadilishana wafungwa, wanasema imekuwa ni sehemu ya 3 na ya mwisho ya mpango huu ambayo inaonyesha angalau tunaweza tukafikia mahali fulani. Lakini nini hasa kinaendelea kati ya mataifa haya mawili? Huwezi kuipata picha ya moja kwa moja. Kitendo cha kubadilishana hawa wafungwa kilikubaliwa kutoka kwenye mkutano wa Ankara wiki mbili zilizopita. Wakati wa lile vuguvugu walisema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja, baada ya Putin kutangaza tutakuwa tuna mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine, na matarajio mengi kawa Putin ataenda Uturuki na mwenzake wa Ukraine alikwenda kumsubiri, na viongozi wa Ulaya na viongozi wa NATO wakaenda pia wengi kumsubiri kule. Hakufika. Sasa baada ya Putin kutokwenda, inaelezwa kwa nini hakufika? Hawakutoa maelezo kwa sababu Urusi haikusema kuwa Putin atakwenda. Wakati wanatoa taarifa wao walisema kuwa tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja, ila hawakusema nani atakuwa anasimamia hayo mazungumzo. Kwa hiyo baada ya kutokea Putin, ndio ule mkutano uliendelea kati ya aliyekuwa balozi wa zamani aliyekuwa waziri wa zamani wa mazingira wa Urusi, Vladimir Dmitry, ambaye ndio alisimamia haya mazungumzo. Wakaenda kufikia makubaliano kuwa hatua ya kwanza kati yao wa swap, yani ile swap deal kama hii ya kubadilishana wafungwa pande zote mbili. Kwa hiyo wakaweka idadi ya wafungwa 1000 katika pande zote mbili. Kwa hiyo kumekuwa na awamu 3 katika wiki hii ya ubadilishanaji. Ya kwanza ilikuwa na 200, nyingine kafuatia, na hii imekuwa na 300 na kitu. Kwa hiyo wamekamilisha rasmi awamu ya 3 ya ubadilishanaji. Katikati ya haya ya ubadilishanaji, sasa hapa ndio nakwambia kitu hakieleweki, kuwa ni kama vile Urusi anakupa pipi, unakula, halafu katikati ya pipi anakupa shubiri, unakunywa, yani anakupa vyote pamoja. Ukitazama huu mchezo unavyochezwa. Ndio maana kuamkia leo kwenye mtandao wa Truth wa Trump sasa ndio amepanic kwa ajili ya Urusi, na kazungumza kile ambacho Zelensky alimwambia kwenye ofisi ya Oval. Lengo la Urusi ni kuichukua Ukraine, na yeye kalizungumza akasema huenda sasa Urusi ana lengo la kuchukua Ukraine nzima, kwa sababu haonekani kama ana nia ya kumaliza vita. Yani tunaongea kitu hiki, unajua ametoka kupiga simu wiki iliyopita 2 hours wamezungumza, wanasema ni saa 2 karibu na dakika kadhaa kati ya Putin na Trump, kwa muda mrefu. Baada ya pale akasema tunaelekea mwelekeo mzuri wa kumaliza vita, lakini wakati wanafanya ile swap deal
ya kubadilishana mateka, Urusi imerusha drone 367. Yani ni kiwango cha hali ya juu ambao haijawahi kurusha toka kumeanza vita. Yani 367 na makombora. Yani ajabu kitu kimoja kuwa toka alipokuja Donald Trump wanasema kuwa yeye ndio anamaliza vita. Ndio kipindi ambacho Urusi inafanya mashambulizi makubwa zaidi kuzidi hata alivyokuwa Joe Biden. Yani katika kipindi ambacho unasema kuwa tunaenda kwenye amani, yeye ndio kipindi ambacho anafanya mashambulizi makubwa zaidi. Sasa watu 12 waliuawa jana. Wakati huo wanauawa watu 12, juzi pia kuna watu wameuawa katika mashambulizi ya drone zaidi ya 167 ambazo zilirushwa. Sasa Trump kapanic kwenye hili. Anasema, manake waandishi wa habari walipomuuliza vipi utatia vikwazo, anasema inawezekana kabisa. Yani kuwa na yeye sasa anataka arudi kwenye njia za nani? Za Biden ambazo alikuwa anapita kuhakikisha kuwa tunaweka vikwazo kumdhibiti Urusi asiweze. Na amekasirika kwa kuongea maneno makali zaidi kwa Urusi kwa mara ya kwanza. Sasa hili ni lile nakwambia kuwa Urusi ukitazama mambo yao hayaeleweki kuwa tunakupa pipi wakati unakula unapata utamu wa pipi, tunakuminia kile kinywaji cha shubiri kidogo, unakunywa na shubiri. Sasa utashindwa kuelewa kuwa lengo mimi nataka upate ladha gani. Yani tunakupa ladha zote. Tunakupa kahawa, tunakupa kashata. Yani chukua zote. Kwa hiyo ndio unatembea kwa hiyo. Sasa ukiangalia kama hapa mpango wa vita usitishaji bado hauna mwangaza kabisa Urusi na Ukraine. Yani hakuna ambacho unakiona kuwa labda tuko kwenye mwelekeo fulani kuwa vita labda hakuna mwangaza. Ni kama vile saa 24 ambazo Trump alitupa akiwa White House zimekwenda zaidi ya siku 100 na kitu. Sasa hivi zimekwenda toka January ameingia mpaka tuko sasa tunakwenda karibu June, miezi 4 karibu 5 tunavuta. Kashindwa kwenda kufikia kuwa wapi itakwenda, kwa sababu alihisi kuwa nikimpa sana Urusi labda Urusi atapoa, atatulia. Kampa kila alichokitaka Urusi. Naitaka Crimea, itakuwa yako. Wanazungumza kabisa, itakupa. Naitaka Donbas, tutakupa. Hatutaki vikosi vya NATO, hatujiunga na NATO huyu. Kila alichokuwa akikisema anampa. Ndio maana anarudi na yeye anakariri ile kauli kuwa lengo la Urusi ni kuichukua Ukraine nzima kuhakikisha, kwa sababu ndio hicho ambacho Zelensky alibishana naye akamwambia hivi, tunapotaka sisi dhamana ya usalama wetu, lengo ni moja kuwa sawa, tutaiachia Donbas, tutaachia Crimea. Baada ya hapa sisi tutalindwa na nani? Kwa sababu huyu mtu hatoishia hapa. Yani lengo la Urusi haliwezi kuishia hapa, kuwa itafika siku watakuja tena kukata eneo letu. Sasa yani ile usalama wetu sisi ni upi? Kwa hiyo Trump sasa kaanza kuelewa maneno ya Zelensky, anamwambia kuwa hawa ndio lengo hilo. Yani hakuna tofauti na kile kinachofanywa na Israel, lazima tunataka ile. Yani nyinyi hata mkitupa chochote sisi ardhi tunaitaka. Trump alijinasibu kwamba akiingia White House muda mfupi tutamaliza vita. Lakini uzuri tulizungumza mimi na wewe hapa nikakwambia kabisa ilikuwa ni lugha ya kampeni, na imedhihiri kuwa hawezi, kwa sababu alitaka saa 24 kwa sababu yeye aliamini kuwa mimi nikimpigia simu Putin nikampa kile anachokitaka kwa muda mfupi mambo yatakucha, lakini kampa vyote alivyovitaka. Lakini ukijaribu kuangalia sasa hivi Rabia, Putin anataka nini hasa? Hesabu, unajua kitu kimoja good luck. Huwa mimi ninapokataa kuwa kama lilikuwa lengo ni la NATO kwa Ukraine, hiyo huwa naipinga sana. Kwa sababu tayari Urusi ana mipaka na NATO muda mrefu. Ndio. Kwa nini swala la NATO linakwenda kwa Ukraine peke yake? Urusi hawajawahi kuiona Ukraine kama nchi huru. Urusi wanaamini Ukraine ni yao. Kwa hiyo yote ni yao. Ndio maana kwani kuna hivi unaweza kusema kuwa tunapokuwa na mstari wa NATO tunakuwa kwenye tishio kubwa. Finland ana mpaka mkubwa zaidi kuzidi wa Ukraine na Urusi, kilomita 1300. Finland kajiunga na NATO. Unasikia kuna ugomvi huku? Lakini kuna vinchi vya Baltic pale, Lithuania, Slovenia, sijui viko NATO miaka. Urusi wala hana hata habari nao. Lakini ilipokuja tu ile alert ya Ukraine kuwa. Na kwa nini Ukraine? Kwa nini Urusi anaweza kama Ukraine nadhani? Urusi anachokifanya kwa Ukraine ndio atachokuja kukifanya kwa Belarus. Siku Belarus itakuja kugeuka. Kwa nini? Hizi nchi Urusi bado yani toka walipovunjika ile inaitwa USSR, Urusi bado anaamini hizi nchi ni sehemu yake. Alivyoichukua Crimea aliwakumbusha kuwa hii Crimea tuliwapa wakati tumeungana rasmi. Kuna muungano ulikuwa unaitwa umenitoka jina lake, ambao ulikuwa na nchi 3 tu kabla hata ya USSR, ikiwepo Urusi na Ukraine.
na Belarus nadhani, katika nchi 3, na makao makuu yalikuwa Kiev kabla ya kuungana kote kuja kuwa USSR. Kwa hiyo Urusi wanachoamini kuwa Ukraine ni sehemu yetu, hawatamki wazi moja kwa moja kuwa tunaitaka hii nchi, lakini vitendo vyao vinaashiria moja kwa moja kuwa tutaimega taratibu taratibu mpaka tutakuja kufuta kitu kinaitwa Ukraine na tutabakiza nchi moja. Rahbi, nakushukuru sana kwa kuzungumza nasi na tunakutakia majukumu mema. Shukrani sana. Ni Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa.